Karibu mpendwa mtazamaji. Leo tunapitia historia ya Mtakatifu Teresa wa Calcutta, yaani Mama Teresa wa Calcutta, mtawa aliyetokea Albania huko nchi ya India mwaka 1910 mpaka mwaka 1997. Huyu pia ni mwanzilishi wa wamisionari wa upendo, mshindi wa tuzo ya Nobel ya amani ya mwaka 1979. Pia ni mtakatifu wa maskini. Tukiangalia nani ni Mama Teresa wa Calcutta, tunaona kuwa Mtakatifu Teresa wa Calcutta jina la kuzaliwa lilikuwa ni Angeze Gonse Bonjansi. Alikuwa mtawa Mkatoliki mwa Albania aliyejitoa kuhudumia maskini wa maskini katika mitaa ya Calcutta huko India. Huyu alianzisha shirika la masista wa misionari wa upendo mwaka 1950. Kauli mbiu yake, fanya vitu vidogo kwa upendo mkubwa. Dhamira nzuri ya Mama Teresa wa Calcutta kwamba si mtakatifu wa miujiza ya kutisha. Miujiza yake mikubwa ni kuchukua maskini mitaani, pia kuosha vidonda vya ukoma na kutabasamu. Yeye aliwahi kusema utakatifu si anasa kwa wachache, ila ni wajibu wa kila mmoja. Historia ya maisha yake Mama Teresa wa Calcutta mtawa. Kuzaliwa na wito huko Skopje, Albania. Alizaliwa tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 1910. Alizaliwa katika familia tajiri ya Kialbania. Baba yake alikuwa mfanyabiashara na mzalendo, lakini alifariki ghafla Gonsa akiwa na miaka 8. Mama yake alimlea kwa imani, alimfundisha, mwanangu, usile bila kuwagawia maskini. Akiwa na miaka 12 alisikia wito katika kanisa la Moyo Mtakatifu wa Yesu, nenda ukawe misionari. Ni kama mtoto wa mbunge wa Dar es Salaam anayeamua kuacha utajiri na kwenda kuhudumia wachimba madini Chunya. Huyu Mtakatifu Teresa wa Calcutta akiwa na miaka 18 alijiunga na mashirika ya Loreto Ireland, akapewa jina Sister Mary Teresa, yaani Sister Maria Teresa, kwa heshima ya Mtakatifu Teresa wa Lisieux. Mwaka 1929 alitumwa huko India kufundisha jiografia katika shule ya St. Mary's Calcutta. Kwa miaka 17 alikuwa mwalimu na hatimaye mkuu wa shule. Mother Teresa wa Calcutta. Wito wa ndani ya wito. Siku moja treni ya kwenda Darjeeling tarehe 10 Septemba mwaka 1946. Akiwa na miaka 36, alipokuwa kwenye treni kwenda mafungo, alisikia sauti ya Yesu ikisema, nina kiu, njoo uwe nuru yangu, nipeleke katika mashimo ya maskini. Yesu alimwambia aache Loreto, avae sali na aende kuishi kati ya maskini wa makazi ya mabanda. Siku hiyo inaitwa siku ya uvuvio. Alipigana na Vatikani miaka 2 hadi akaruhusiwa mwaka 1948. Maelezo kuanzia na rupia tarehe 5 hadi tarehe 21 Desemba mwaka 1948. Alivua joho la kitawa, akavaa sali nyeupe yenye ukingo wa bluu, nguo ya mwanamke maskini wa Kihindi, na akaanza rupia 5 tu. Siku ya kwanza alifundisha watoto 5 wa mtaani na kuandika kwenye udongo. Akachukua maiti ya kwanza mtaani, mwanamke aliyeliwa na panya, akampeleka hospitali, wakakataa. Akamkumbatia hadi akafa mikononi mwake.
kuanzisha wamisionari wa upendo tarehe 7 Oktoba mwaka 1950. Vijana 12 wa zamani wa shule yake walijiunga naye. Askofu wa Calcutta akatambua shirika. Kiapo chao cha 4, kujitoa kwa moyo wote kwa maskini wa maskini. Mwaka 1952 alifungua Nirmal Hrida, nyumba ya wanaokufa, katika hekalu la zamani la Kihindu. Aliwapa wale waliotupwa mitaani kifo chenye utu. Umaarufu duniani. Mwaka 1969 hadi mwaka 1997 filamu ya BBC Something Beautiful for God ikamtoa ulimwenguni. Akashinda tuzo ya Nobel ya amani. Alipoenda Oslo akasema tuzo hii ni kwa ajili ya wale wasiotambuliwa. Alikataa kalamu ya Nobel, akakataa pesa zake, ilikuwa zaidi ya dola 1,192,000. Kisha dola hizo zilitumika kulipa chakula cha maskini. Akakutana na mapapa, marais na Princess Diana, lakini alilala kwenye godoro chini hadi kifo chake. Usiku wa giza. Kifo chake tarehe 5 mwezi Septemba mwaka 1997. Kwa miaka 50 Mama Teresa aliishi usiku wa giza wa roho. Hakusikia Mungu, hakuhisi uwepo wake, bali aliandika, mbingu imefungwa, niko gizani. Lakini aliendelea kutabasamu na kuhudumia. Alisema, ikiwa nitakuwa mtakatifu, hakika nitakuwa mtakatifu wa giza. Alikufa kwa mshtuko wa moyo akiwa na miaka 87. India nzima ilisimama. Alizikwa kwa heshima ya kitaifa. Miujiza mikubwa iliyotumika kumtangaza mtakatifu. Muujiza wa kwanza ulikuwa ni uponyaji wa Monica Besra mwaka 1998, iliyotumika kumtangaza mwenye heri mwaka 2003. Maelezo ya Monica Besra, Mhindi wa kabila la Santa, alikuwa na tumbo lenye uvimbe wa saratani uliosababishwa na kifua kikuu. Madaktari wakasema hana tiba. Septemba 5 mwaka 1998, mwaka wa kwanza baada ya kifo cha Mama Teresa, watawa waliweka medali ya Mama Teresa tumboni mwake na kuomba asubuhi. Uvimbe ulikuwa umetoweka. X-ray ilionyesha hakuna saratani. Uchunguzi wa Vatikani. Tume ya madaktari 5 walisema uponyaji wa ghafla, kamili na wa kudumu hauelezeki kisayansi. Mfano huu ulikuwa ni wa kutisha. Uponyaji wa Marsilio Adrino mwaka 2008, muujiza wa pili. Muujiza huu ulitumika kumtangaza mtakatifu mwaka 2016. Maelezo marefu. Marsilio, Mbrazili wa miaka 35, alikuwa na uvimbe 8 kwenye ubongo na maji kwenye ubongo. Alikuwa kwenye koma. Mke wake aliomba kwa Mama Teresa. Desemba 9 mwaka 2008, alipokuwa upasuajini, madaktari wakakuta uvimbe umeyeyuka. Akaamka, akapona kabisa bila madhara. Leo ni mhandisi mzima. Uchunguzi wa Vatican kabla na baada ilionyesha ubongo ni safi. Madaktari 7 walikuwa wamesema hili jambo lisilowezekana kitabibu. Muujiza wa 3 ulikuwa nuru kwenye filamu. Mwaka 1969. Maelezo wakati wa kurekodi filamu Something Beautiful for God ndani ya nyumba wanaokufa. Kulikuwa na giza sana. Mpiga picha akasema, hatuwezi kupiga picha, hakuna taa. Mama Teresa akasema, tuna taa. Akimaanisha upendo. Lakini kamera ilipoonyesha, chumba kikaonekana kikiwa nuru ya ajabu kama kimewekwa taa.
Kampuni ya Kodak ikasema filamu hii haikuweza kupinga giza hili. Hii ni nuru mpya. Ushuhuda wa Malcolm Majeriji aliandika, huu ndio muujiza wa kwanza wa Mama Teresa niliouona. Ulisi wake leo, wamisionari wa upendo wako watawa zaidi ya 5,300 katika nchi 139. Wanahudumia maskini 100,000 kwa siku, wagonjwa wa ukoma, ukimwi, yatima, wazee. Pia kwa Tanzania wako Dar es Salaam, Arusha na Mwanza. Miujiza ya kila siku, wanachukua maiti 20 mitaani Kalikuta, wanaosha na kuwaombea, wanawazika kwa heshima. Hiyo ndio miujiza mikubwa kuliko yote. Kauli zake maarufu za Mtakatifu Teresa wa Kalkuta, tusipende kwa maneno, tupende kwa matendo. Njaa ya mkate si mbaya kuliko njaa ya kupendwa. Kama huhudumii Kristo katika maskini, hutamhudumia mbinguni. Hitimisho ni kwamba Mama Teresa wa Kalkuta anatufundisha kwamba anza na mtu mmoja. Hakuwa na mpango wa kuokoa dunia, ila alianza na mtu mmoja mmoja. Shida za watu wengi alipata kuwafikia. Tabasamu ni muujiza, alisema. Amani inaanza kwa tabasamu. Katika nchi yenye umaskini, tabasamu lako ni dawa. Giza la rohoni si dhambi. Miaka 50 hakusikia Mungu, lakini aliendelea kumtumikia. Ukikauka kiroho, usimame kuhudumia. Utakatifu ni wa mtaani. Hakuwa mkuu wa chuo, ila alikuwa mama wa mitaani. Utakatifu wako unapimwa na jinsi unavyomtendea mama mboga, mlinzi na watoto wa mitaani. Sala fupi. Mtakatifu Teresa wa Kalkuta, uliyemwona Yesu katika sura ya maskini, tufumbue macho yetu tumuone Kristo katika wenzetu wanaoteseka. Utufundishe kupenda hadi iume. Utufundishe kupenda hadi iume. Amina. Asante mpendwa wa mtazamaji. Mpaka tunafikia leo tutamatishe